nchi hizi na kwenda, na nitumie fursa hii kuwaomba watu wa Hai tuendelee kuwaombea viongozi wa chama chetu. Chama chetu kinapita kwenye majaribu makubwa, ninyi mmeona, na ni kipindi pekee ambacho viongozi wetu wanahitaji busara, wanahitaji maarifa ya kutosha ili tuweze kuvuka hapa tulipo tukiwa washindi. Na niombe pia muweze kufahamu kwamba pamoja na kwamba chama chetu kinapitia magumu, lakini pia hata hali ya usalama wa watu wetu sio nzuri. Tangu mwaka jana mpaka mwaka huu tunavyozungumza, naona matukio ya utekaji yamekithiri katika nchi yetu. Watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanapotezwa. Sasa hii hali ilianzia kwa wanaoikosoa serikali. Mmeona kina Mdude wamepotea, hawapo, wanataka kuwa historia. Mmeona kina Beni saa 8 walipotea miaka ile. Sasa inakuwa ni kasumba. Kila siku watu wanatekwa. Na juzi kuna mwenzetu anaitwa Kaswahili, tarehe 22-21 alitoka kwenye mikutano, ilikuwa ni Victoria nadhani. Wakati anarudi hajulikani ameishia wapi hapa, hata nyumbani hajafika. Sasa hali ya aina hii sio hali ambayo tunapaswa kuichekelea. Na naomba niwaambie, asiwepo kujifanya yuko salama, hayuko aliye salama. Wanaodhani watakao kuwa wanatekwa ni Chadema peke yake anajidanganya. Usalama wa watu wetu unahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Yuko mtu mmoja pale Mwanza anaitwa Daniel Choncholi. Yule ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM. Alikuwa anafanya mazoezi nje, watu wakaja wakamchukua, ana familia na watoto, ana mke, lakini leo hajulikani aliko. Kwa hiyo anayejidhania kwamba kwa sababu yuko CCM yuko salama anajidanganya sana. Hayuko aliye salama. Na kwa sababu hakuna aliye salama, tunahitaji kama taifa tujadili hii hali tete inayolikumba taifa letu. Na tunazungumza, wanaume tunajua mnatusaidia kusema, lakini sisi wanawake tuna namna ya pekee ya kuzungumza na yule mama aliyekaa Ikulu, kwa sababu angalau tunajua yeye alizaa kama tulivyozaa sisi. Tunajua labda kama wale watoto ambao tunaambiwa ni wa kwake, labda ni watoto wa kufikia, lakini kama ni wa kwake, sisi wanawake wa Chadema tunataka kuzungumza jambo hili na ifike hatua liishe na likome katika nchi yetu. Serikali iliyoko madarakani iache kutesa matumbo yao mama. Mimi leo niko hapa Hai, mamangu uko elewi, anahangaika, hajui nitarudi ama sitarudi. Haiwezi kuwa ni hali ya Tanzania, haiwezi kuwa ni hali ya nchi tunayoipenda, nchi ambayo hatukuomba kuzaliwa, tulijikuta tuko Tanzania. Kwa hiyo kuishi kwetu hapa, hatujaja sisi sio magaidi, sio wauaji. Inakuwaje tunaishi katika mazingira magumu namna hii? Na kwa sababu hiyo, ninaomba nitumie fursa hii kuzungumza na vyombo vya ulinzi na usalama, kuzungumza na idara ya mambo ya ndani. Kwanza nakemea na tunalaani vikali haya matukio ya utekaji na mauaji, na sasa yameongezeka matukio ya ubakaji. Tunalaani vikali, yasitokee na yasije kuendelea tena. Lakini nitumie uwanja huu, nitumie fursa hii kuzungumza na waziri wa mambo ya ndani. Kama kazi hii imemshinda, ajiuzulu, aache akae mtu mwingine. Tumechoka kuona watu wetu wanatekwa, wanauawa, wanapigwa. Na sasa hivi niwaambie, zamani walikuwa wanaogopa kukamata mtu hadharani, lakini leo wanajikamatia mtu hadharani, wanamfanya wanachotaka. Sasa hivi imekuwa, kuna dada yetu yuko pale, dada Lizi. Dada Lizi yuko pale, alienda mahakamani siku ya tarehe 24.
kitendo tu cha kwenda mahakamani, alikamatwa na watu wasiojulikana, lakini wamevaa mavazi ya kipolisi, kwa sababu siku ya pili yake Murilo alisema hajui kama ni polisi. Kwa hiyo nchi yetu imefika hatua, yuko mtu amevaa nguo ya polisi, anatumika kutesa, anatumika kupiga, anatumika kuua, lakini yeye hatambuliki kama ni polisi. Na nitumia fursa hii kuzungumza na mkuu wa ulinzi na usalama katika nchi yetu, aone kama anayo sababu ya kuendelea kubaki ofisini katika matukio ya ajabu namna hii. Aone kama kuna hiyo sababu. Lakini pia nizungumze jambo lingine. Nimwambie Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye nimesema hapa kwamba yeye anazaa kama tunavyozaa sisi. Wanawake ninyi mnajua, mtoto hata akikosea utamani apigwe na mtu mwingine, unatamani upige mwenyewe. Unahisi akipigwa na mtu mwingine kama atampiga vibaya hivi. Tumwambie Mheshimiwa Suluhu Hassan kwamba hawa watu waliowaweka kusimamia mambo ya ulinzi na usalama katika nchi hii wameshindwa kazi. Atengue nyadhifa zao, aweke watu wengine, ili sisi wa Tanzania tuamini kama yeye hahusiki kabisa na kila kinachoendelea katika nchi hii. Na niwaambie wanawake, nimalizie kwa kusema, sisi wanawake Mungu ametupa namna nyingine ya kuzungumza naye katika ulimwengu wa roho. Vita hii tutaipiga mwilini na tutaipiga rohoni. Wanawake wanaojua kuomboleza wasimame, wamlilie Mungu, wamwambie Mungu mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tumwambie Mungu kama Samia hausiki na mauaji yanayoendelea katika nchi hii, kama hausiki, tumwombe Mungu ampe maarifa, ampe hekima, amsaidie nchi hii iweze kupona. Lakini tumwambie Mungu jambo la pili, kama Samia anahusika kwa namna yoyote kuumiza matumbo ya wanawake wa Kitanzania, kama anahusika, Mungu ashughulike naye. Mungu ashughulike naye. Mungu wa mbinguni anayetenda haki ashughulike naye. Asante sana.